maneno mawili matatu, kwa sababu nadhani katika umri huu na zama hizi tayari tunajua nini cha kufanya, na kwa vile hiki ni kipindi cha Majilio, nikwambie mambo mawili ambayo ni mtego wa kipindi cha Majilio. Cha kwanza, kwa vile kipindi cha Majilio ni kipindi cha kujiandaa, wote semeni kujiandaa kwa ajili ya nini? Ujio wa Bwana, si ndio? Tunajiandaa kwa ajili ya ujio wa nani? Sasa hilo ndio linaweza lisitokee. Kwa hiyo unaona hata hapa ninapoongea Alhamisi ndio Christmas yenyewe, kuna watu bado hawajajiandaa, kwa sababu kwenye hili la kujiandaa, angalizo, badala ya kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Bwana, unaweza ukajikuta unajiandaa kwa ajili ya tarehe 25, unajiandaa kwa ajili ya sikukuu, na akili yote ina hesabu siku. Ndio pale unaweza kukuta, nadhani jana, kama sio jana, juzi, kulikuwa kuna maungamo hapa na kuna mtu bado hajaungama. Ukiona mpaka sasa hivi hujaungama, ndio wewe sasa nayeongea habari zako, ambayo unaandaa tarehe zaidi ya maisha. Kwa hiyo hicho ni kishawishi cha sisi wengi. Kwa hiyo ndio maana unakuta padri, hivi hii ni Dominika ya ngapi? Ya pili. Unaona hizo tarehe, ili ni Dominika ya pili, alafu ili haleluya tunaimba watu, ndio hivyo vitu litujia, hivyo vitu tuko very strict. Lakini maandalizi ya maisha ya mtu kweli kwa ajili ya ujio wa Bwana, sio tu kwa ajili ya zile shamra, hicho kitu huwa kinaweza kikapita bila wewe kujua. Jambo la pili, tahadhari. Kwa vile swala ni kujiandaa, unaweza ukakuta labda kuna baadhi yetu hatujawahi kumaliza maandalizi. Ndio pale unaona hata siku ile ya tarehe 25 utakuta pilika dakika ya mwisho juu chini. Kwa hiyo unaweza ukashangaa kwamba tarehe 25 ndio hivi lile pango lilipelekwa kule au lilipelekwa hivi, mama kadogo alienda na lile pango tarehe ngapi? 24 usiku, pango ndio linaanza kutafuta. Jamani, pango nani alichukua? Na hilo linatokea hata kwenye maisha yetu, mpaka dakika ya mwisho maandalizi yanaendelea. Tarehe 24 saa 8 mchana ukienda Kariakoo imefurika mpaka inatapika. Na nitamwambia yule bwana anayechukua video achukue video pale aje aonyeshe, wengi mtaonekana mnaangaika kwa sababu hakuna utamaduni wa kuanza maandalizi na kumaliza maandalizi. Tumsifu Yesu Kristo. Tena wanasema sisi Watitu kwenye swala la maandalizi ndio tumuombe sana Mungu atusaidie. Tuna shida ya swala zima la vijana. Kila mara maisha yanatushtukiza kila mara. Kwa hiyo kijana anaweza akapitisha ujana wake wote anarukaruka hapa na pale, akifika mzee kama mimi hana hata mahali pa kulaza kichwa chake. Wakimbana sana, bwana mimi nilikuwa namfuata Yesu, mbona hata Yesu alikuwa na mahali pa kulaza kichwa chake. Umeelewa? Mama anapata ujauzito, anamwambia baba na mtoto wako, sawa. Baba anafurahi mpaka anacheza, sijui litakuwa dume hilo au litakuwa tena, sijui litakuwa dume langu la kwanza. Baba anafurahi. Ndoa ile mimba ile, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa tano, mwezi wa saba, mwezi wa nane, mwezi wa tisa, mama anapata uchungu,
baba toa hela ya bodaboda, ana kitu mfukoni. Vipi? Sasa uchungu umekuja gapi? Umeambiwa kwamba kuna mimba miezi 9 iliyopita, mheshimiwa, miezi 9 iliyopita. Kwa hiyo kuna tatizo zima katika swala zima la kujiandaa. Semeni wote kujiandaa. Kujiandaa kwa kweli ni mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo wengi tunasema najiandaa, lakini paroko utaona tarehe 24 usiku saa 6 usiku kuna mtu atakuvuta shati, paroko naomba maungano. Tarehe 24 baada ile misa ya kesha utavutwa shati, paroko naomba maungano. Ulikuwa wapi mjomba? Ulikuwa wapi? Unajua kani mizunguko. Sasa saa hizi hata Mungu mwenyewe atakuwa anasinzia saa hizi usiku kutokamisa. Basi, lakini unamungamisa utafanya. Kwa hiyo naomba kuanzia sasa jijengee utamaduni wa kuandaa kitu na kukikamilisha. Maandalizi lazima yamalizike. Na mambo ya Kwaresima ya maandalizi ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi huwa nasema Dominika hii inapoanza leo, kuanzia kesho unatakiwa umeshamaliza maandalizi yako. Unatakiwa umeshajiandaa. Sio dakika za mwisho kupiga. Basi hizo tu nitaka kusema kama tafadhali. La mwisho bado nataka niseme ni pale anaposema kwamba kwenye Injili tuliyosikia ya Mathayo kwamba basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariam mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Atakayefanyaje? Watu wake na dhambi zao. Unaona, kadiri ya Mathayo, huo ndio utume wa Yesu hapa duniani. Kama kuna kitu kilimtoa Yesu mbinguni alipokuwa kule na baba yake anakula vinono, akamwambia nenda kule duniani, kinachomleta Yesu duniani ni kuja kuwakomboa watu kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Na kama mwana wa Mungu ametoka mbinguni aje hapa duniani na kinachomleta hapa ni sababu ya dhambi, na kuomba sana leo ushtuke, uogope, utambue kwamba dhambi ndiyo tatizo. Kwa sababu ndicho kilichomtoa Mungu mbinguni akaja duniani. Na kama maisha yako hayaendi, hakika kuna dhambi inayokwamisha maisha yako. Lakini kwa vile uko busy hapa na pale, kupanda na kushuka, unashindwa kuitambua hiyo. Lakini kinachotutesa, kinachovunja ndoa zetu, kinachoharibu watoto wetu, kinacholeta fujo zote, yote hayo nyuma yake kuna kitu kinaitwa dhambi. Na mimi napenda sana Mathayo, anaweka wazi kwa maneno yaliyo wazi kwamba tatizo tulilonalo hapa duniani, iwe kwenye siasa, iwe kwenye dini, iwe kwenye familia, kwenye taasisi zozote zile, kinachotula ni dhambi. Kinachotula ni nini? Ni dhambi. Na mimi nikwambie, na katika vitu ambavyo wewe na mimi vinatupa shida sana ni kuungama dhambi zetu. Hilo zoezi huwa linatupa shida sana. Kuimba, kucheza, kusherekea, kuchanga nini, hayo mambo tunayafanya. Lakini kutubu dhambi, na zaidi ya kutubu dhambi, kujibidisha kuiacha ile dhambi, sio mchezo. Sio mchezo. Kwa nini? Kwa sababu anayefanyia kazi hii project ya dhambi anaitwa Shetani.
na Shetani alikuwa ni malaika. Alimuasi Mungu, lakini bado anaendelea kuwa na utashi ule ule na akili zile zile za kimalaika. Kwa hiyo ndio maana tunapoingia kwenye kishawishi na Shetani, ni lazima Shetani atushinde, sababu sisi ni watu. Nadhani ndio sababu Yesu akaja ili kutusaidia. Kwa hiyo Mkatoliki mwenzangu, nataka nikwambie, usijihangaishe na mambo mengi. Tatizo lako ni dhambi zako. Kama kuna kitu hakiendi kwenye familia yako, usitafute mchawi nini ya mambo. Acha na mambo ya Yesu. Hakuja duniani kwa sababu ya hirizi. What is hirizi? Mimi hirizi nimeshawahi kukata, nikaangalia ndani kuna ugoro na sambusa zilizochacha. Hakuna kitu. Hakuna kitu. Tatizo letu kubwa sana ni dhambi. Mambo hayaendi kwa sababu sisi ni wadhambi. Mbaya zaidi, wewe na mimi hatuamini, na hilo fundisho tumepewa na mheshimiwa sana Shetani. Hilo ndio ametufundisha hilo. Wewe kama ujijui, kwa sababu mimi hizo tafakari nimeshazifanya nikiwa mimi kama mimi. Wewe huamini kwamba unaweza ukaacha dhambi. Hilo ndio tatizo lako. Huamini unaweza ukaacha wizi. Huamini unaweza ukaacha uzinzi. Huamini. Nasema na mtu au sisemi na mtu hapo? Huamini. Na ndio maana wewe ni yule yule. Jana, leo na kesho utakuwa yule yule. Hata usali namna gani, hata upige magoti, wewe ni yule yule, kwa sababu huamini unaweza ukaacha dhambi zako. Na ndio maana matatizo yako ni yale yale, ugomvi wako ni ule ule, kwa sababu na wewe ni yule yule. Ukiona dhambi imekubana zaidi, tunachofanya ni nini? Kujaribu kuipa maelezo. Kwa kweli pale zile pesa hazikuibiwa, zile pesa kwa kweli zilihamishwa. Unaona, zilihamishwa. Kwa hiyo ile lugha inakufanya unakuwa na amani kidogo. Zile pesa kwa kweli zilihamisha, kwa hiyo zimehamishwa. Unaona, ukimwita mtu mwizi inauma. Ukimwita fisadi mpaka inaonekana kama hata ni kitu cha heshima, si ndio? Kuna watoto wadogo kwambia unataka kuwa na sababu, nataka kuwa fisadi. Kwa sababu fisadi hata inapendeza. Kumbe fisadi ndio jizi, kama lile paka jeusi lile la jizi la majizi yote duniani ndio linaitwa fisadi. Kwa hiyo unaona alichosema Paulo, hiki pia ndio atuamini. Mimi nawaambia haya mambo kwa sababu hata mimi hivyo vitu vinanipa shida kuamini kwamba mimi Padri Limo naweza nikaacha dhambi. Unaona napata shida. Kwa sababu mbona yule anafanya? Mbona yule anafanya? Mbona watu wanafanya? Mbona iko hivi? Kwa hiyo unaona Paulo, na hapa namaliza. Paulo unaona amesema, alipokuwa anatusomea ile Bwana anasema Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo, kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa, semeni wote walioitwa kuwa watakatifu. Naona wito tumeitwa wote walioitwa kuwa watakatifu, ambao ni sisi leo. Sasa wewe kukuambia kwamba unaweza kuwa mtakatifu, utaniambia Padri, juu ya habari hiyo tutaongea kesho. Hizo habari sitaki kusikia. Sisi mara nyingi tunaamini watakatifu lazima awe mzungu, awe na madevu marefu, au ndio watakatifu. Sisi wa Afrika tumeshajikatia tamaa kwenye mambo mengi. Moja ya mambo ni kwamba atuamini tunaweza tukanyooka. Atuamini. Mtu aamini anaweza kaishi bila rushwa. Mwanaume aamini anaweza akaishi bila mchepuko. Aamini hata ufanyaje. Kwa sababu ile kuchepuka ndio inafanya mimi nionekane mwamba. Huko kanisani nasema Yesu ni mwamba. Huko mtaani mwamba ni yule ambaye akienda baa anasema jana nimelala na wanne. Jamani muongezeni bia huko. Mwamba amekuja. Na apigiwe